Wakati pazia la ligi ya Karatu kufunguliwa siku ya jana, leo mechi zinaanza rasmi. Hapa ni uwanja wa Mnadani na timu ambazo ziko nyuma yangu zinazidi kufanya mazoezi. Hii ni timu ya Bougainvillea lakini na timu ya Sumawe zinaenda kuchuana vikali katika uwanja huu wa Mnadani. Na leo ndio mwanzo kabisa wa ligi. Jana ilikuwa ni ufunguzi, kwa kikwetu ni kama ngao ya jamii. Ndio kwanza mechi inaenda kuanza, tuweze kujua kwenda kupambana katika kombe hilo ambalo mwisho siku inaweza kawa ni matokeo mazuri kwa upande wa timu ya Sumawe lakini na timu ya Bougainvillea. Mimi ni Pascal Yohani na hii ni Darubini Digital. Kubwa zaidi katika wilaya ya Karatu kuhusiana na hii ligi ya wilaya ni timu ya Bougainvillea kuweza kuzindua jezi yao mpya ambayo inakwenda kutumika katika ligi hii ya Karatu. Ni moja ya jitihada safi kwa wadau mbalimbali kuweza kuanza kutumia jezi mbalimbali, lakini timu hii ya Bougainvillea imeweza kuzindua jezi yao mpya ambao wanaweza kuzichezea katika msimu huu wa ligi ya wilaya ya Karatu. Dakika 90 zimetamatika katika uwanja huu wa Mnadani, ligi ya wilaya ikiwa imetimua vumbi rasmi leo tarehe 19 mwezi wa 8 2026. Timu iliyoweza kucheza katika uwanja huu ni timu ya Bougainvillea pamoja na timu ya Sumawe, lakini matokeo yamekuwa boom kwa maana kuwa moja, lakini tunaungana pia na captains wa timu zote mbili watueleze kwa kina matokeo haya yamekuwa uzuri kwa kiasi gani lakini pia mabaya kwa kiasi gani. Tunaungana na captain wa timu ya Bougainvillea, atueleze kwa kina namna gani walivyoweza kupambana lakini wameweza kupoteza mchezo huo kwa kudraw dakika za mwishoni kabisa. Labda atueleze bana. Karibu sana. Asante sana. Majina naitwa Roget, kapteni wa Bougainvillea FC. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kumaliza mchezo wetu salama. Mchezo ulikuwa mzuri sana, mashabiki wamejitokeza pia kushuhudia mchezo huu mzuri sana. Lakini bahati mbaya matokeo yako upande wetu, tulidominate vizuri sana mchezo kwa asilimia kubwa, lakini haikuwa bahati kwetu. Tunaendelea kujipanga kwa mchezo mwingine unaokuja. Bila shaka tupata matokeo mazuri zaidi haya. Mliongoza kwa kipindi cha kwanza vizuri kabisa na mlipata goli dakika ambazo ni jirani kabisa na kuelekea half time. Ilikuwa vipi labda mwishoni kabisa mkaja mkaruhusu goli kwa upande mwingine? Ilikuwa tu ni makosa ya wakabaji, makosa ya backline na goalkeeper yalisababisha kama tumewazawadia hilo goli, lakini basi tukashindwa kuendeleza kupata goli lingine la pili kwa ajili ya kushinda. Haikuwa bahati kwetu leo. Okay, pole na hongereni sana. Asante sana. Tunaungana na kapteni kwa upande wa timu ya Sumawe. Wao ndio walioweza kufanya matokeo yakawa magumu zaidi, kupata goli dakika za mwishoni na kubalance mchezo kuwa moja. Labda atueleze kwa kina jinsi ambavyo waliboreshwa kikosi chao baada ya kutoka nje na kurudi ndani. Labda ilikuwa vipi bro? Karibu sana. Kwa majina naitwa Jerome Julius, kapteni wa timu ya Sumawe. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza mchezo huu salama. Hakuna aliyeumia katika timu yetu, naamini pia katika timu ya wapinzani. Tuliongoza katika kipindi cha kwanza, lakini tukatoka katika kipindi cha kwanza tukaenda kusikiliza maelekezo ya mwalimu nini cha kufanya ili kuweza kupata goli. Na naamini tumeyafanya hayo vizuri, ndio maana tumeweza kupata goli. Okay, mchezo mwingine uko mbeleni, lakini matokeo ndo kama hivi, ndo kwanza mmeanza moja. Nini sana mipango yenu? Naamini tutarudi katika uwanja wa mazoezi na kuboresha pale tulipokuwa tumekosea. Mwalimu nafikiri ameona. Tutarudi katika uwanja wa mazoezi na kuboresha zaidi ili kupata ushindi katika michezo inayofuata. Asante. Hongereni kwa mchezo kwanza. Nashukuru Mungu. Kwa majina naitwa Bilal Shabani, ni kocha wa Sumawe. Kiukweli mechi ilikuwa nzuri, vijana walikuwa wako sawa. Vile timu ambayo mpinzani wangu walikuwa yuko vizuri. Alikuwa na vijana ambao walikuwa wana majina ambayo ni maarufu sana, lakini nilikuja na vijana ambao hawajulikani. Niliwatengeneza na kuwapa confidence ya kucheza ligi ya wilaya. Huu ni mwanzo. Vile mazingira ambayo nilikuwa nayo wa vijana wangu walikuwa ni changamoto, hawajawahi kucheza asilimia kubwa, kwa hiyo walianza msimu huu. Kiukweli mimi narudi uwanja wa mazoezi, nitaenda kuongea na vijana wangu vizuri. Hili linatoa darasa kwa ligi ya wilaya, watumie vijana ambao hawajulikani, wachukue kule mtaani, watengeneze waje wacheze mpira. Lengo letu sisi kuwanyanyua vijana huko mtaani, tuwalete mkoani na wilayani, ili wakishatambulika ni vizuri kwenda kuwasapoti. Kwa hiyo mimi tarudi na vijana wangu kwenda kuongea, kurekebisha. Lengo langu ni kutoa darasa. Vile hata nisipofanikiwa kusonga mbele, ndio waulize maswali magumu kwa wao wanaotumia wachezaji wazoefu au wakongwe,
au tunaoita vijeba. Kwa hiyo mimi nakuja kuwauliza maswali magumu. Okay, mwalimu, matokeo ya 1-1 inatoa taswira gani kwako kulingana na maandalizi ya mchezo labda ujao? Mimi nadhani huu ni mwanzo. Kwangu nilikuwa nategemea nichukue pointi 3, lakini nashukuru Mungu kwa hii pointi 1. Nashukuru Mungu, nitajiandaa zaidi. Najua mbeleni tutakota hizo pointi 3 kutokana na mazingira nitakayoweka sawa. Mwalimu, hongereni na niwatakie maandalizi mema kwa mchezo ujao. Nashukuru sana. Tunaenda kuungana na mwalimu mwingine kwa upande wa timu ya Bougainville, naye pia tueleze walikuwa wazuri kwa upande gani, lakini pia ni sehemu gani ambapo walifeli na kuruhusu goli kwa kipindi cha pili. Mwalimu, taswira ya 1-1, mchezo huu umeisha, lakini ulikuwa umeongoza kwa kipindi cha kwanza hadi kipindi kimeisha, lakini kipindi cha pili pia umetumia nguvu kubwa na kuongoza mchezo. Dakika za mwishoni kabisa umekuja kuruhusu goli. Inakuja na taswira gani katika mchezo wako unaofuata? Kwanza kwa majina naitwa Karoli John Mafa, ni kocha wa timu hii na pia ni mwakilishi wa manager wa Kankari Pig Farm ambayo inapatikana njia panda mtaa wa Kankari. Sisi game hii kipindi kama mlivyoona, kipindi cha kwanza kilikuwa kwa upande wetu, tumedominate first half, tumecheza vizuri, tumepossess mpira tukapata goli, lakini tulivyoenda half time nikazungumza na wachezaji wangu, tukaboresha baadhi ya sehemu, tukazungumza mambo mengi, lakini mpira kama unavyojua first half inaweza kawa ya kwako, lakini ukirudi second half anaweza mwingine akadominate mchezo. Ndio kama ilivyotokea kwetu. Tulikopo na energy ya kutosha dakika 45 za kwanza, lakini dakika 45 za pili wenzetu wamekuja na energy ya kutosha, wamefanya subs chache pale kama unavyoona, wamekuja wakapata goli ambalo kidogo ilikuwa ni mistake kidogo ya goalkeeper wetu, alitoka mbele, mpira ukapigwa ukadunda, mpira ukaingia kwenye nyavu, lakini tunamshukuru Mungu kwa hii pointi 1 tuliyopata, lakini game ijayo tutakwenda kwenye uwanja wa mazoezi na kurekebisha baadhi ya sehemu ili tukirudi game ijayo ambayo tutaicheza basi tutakuwa strong zaidi. Okay, mwalimu, ndio kwanza ligi imeanza leo rasmi, lakini pia ndio mchezo wenu wa kwanza katika ligi hii. Ni nini mipango yenu katika game zingine zijazo iwapo ndio kwanza mmeanza kudraw? Sisi mipango yetu ni kama kawaida, tumekuja kushiriki ligi hii na sisi lengo letu la kwanza ni kuongoza, tuwe wa kwanza katika ligi hii, kuongoza kwa pointi nyingi na magoli mengi. Kwa hiyo baadhi ya sehemu ambayo leo tulifanya vibaya, tutaenda kwenye uwanja wa mazoezi na tutarekebisha, na mimi naamini tutaongoza kwenye hili group letu kwa pointi nyingi zaidi. Shukran coach. Asante sana. Ni maneno ya coach Karoli ambaye yeye ndo kocha wa timu hii ya Bougainville. Ametueleza kinaga ubaga kwamba mipango ya timu ni mikubwa, lakini pia hii ya leo kwamba ni 1-1 isiwatoe sana kwenye mchezo. Mimi ni Pascal Yohani, hii ni Darubini Digital nikiripoti matukio haya, mchezo ambao umesuluhu 1-1 katika uwanja huu wa Mnadani. Hii ni Darubini Digital.